Masomo ya misa takatifu Jumanne, juma la 3 katika kipindi cha kawaida mwaka A. Somo la kwanza. Waibrania sura ya 10 mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. Somo katika barua kwa Waibrania. Ndugu, sheria ni kivuli tu cha mambo mazuri yajayo. Si mambo hayo yenyewe. Haiwezi kuwakamilisha washiriki wake kwa sadaka wanazotolea daima mwaka hadi mwaka. Je, sadaka hizo hazingalikomeshwa kwa vile wenye kuzitoa baada ya kusafisha mara moja wangeacha kabisa kujisikia kuwa na dhambi? Lakini kwa vile sadaka hizo zilikuwa ni ukumbusho wa dhambi, hutendeka mwaka hadi mwaka. Maana damu ya mafahali na ya mbuzi haiwezi kuondoa dhambi hata kidogo. Kwa hiyo Yesu alipoingia duniani alisema, hukutaka sadaka na dhabihu, lakini umenitayarishia mwili. Hukupendezwa na sadaka za kuteketeza na za kufutia dhambi. Ndipo nilisema, kama nilivyoandikiwa katika gobo la chuo, tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako, Mungu. Kwa maneno hayo anasema, hukudai sadaka na dhabihu, sadaka za kuchinjwa, hizi hutolewa kadri ya sheria. Kisha akasema, tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Basi ameitangua sadaka ya kwanza ili aiweke sadaka ya pili. Katika kutimiza mapenzi hayo, toleo la mwili wa Yesu Kristo limetutakasa kwa sasa na siku zote. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 40 mstari wa 2, 4, 7 hadi 8, 10 na mstari wa 11. Kiitikio: tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako, Bwana. 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 Nalimngojea Bwana kwa subira. Ananielekea na kukisikia kilio changu. Akaweka wimbo mpya kinywani mwangu. Ndio sifa za Mungu wetu. Tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako, Bwana. Hukupenda sadaka wala matoleo, ila sikio lililo wazi kwa kutii. Hukutaka dhabihu za kuteketeza wala sadaka za dhambi. Ndipo nilisema, mimi hapa nimekuja. Tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako, Bwana. Ninatangaza habari za haki yako katika mkutano mkubwa, wala sikuzuia midomo yangu, Bwana, wewe wajua. Tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako, Bwana. Sikuificha haki yako moyoni mwangu, nimeeleza uaminifu wako na wokovu wako. Sikuficha wema wako wala uaminifu wako katika mkutano mkubwa. Tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako, Bwana. Tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako, Bwana.
Utukuzwe Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa umewafunulia watoto wachanga mafumbo ya ufalme. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako e Bwana. Marko sura ya 3 mstari wa 31 hadi 35. Wakati ule mama na ndugu zake Yesu walifika, nao wakisimama nje walituma habari kwake, kwa maana alizungukwa na watu wengi. Basi wakamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wapo nje wanakutafuta. Lakini aliwajibu, mama yangu na ndugu zangu ni akina nani? Akawatazama wale waliomzunguka akasema, hawa ni mama yangu na ndugu zangu. Kwa maana kila afanyaye mapenzi ya Mungu, huyo ndiye kaka yangu na dada yangu na mama yangu. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.